أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Mheshimiwa Sheikh wetu wa mkoa huu wa Simiyu, Sheikh Isa Kwezi, Mheshimiwa Sheikh wetu wa mkoa wa Geita, Sheikh Hadi Yusuf Kabaju, Mheshimiwa Sheikh wetu wa wilaya ya Tabora na mwenyekiti wa Shiwamat kanda ya Ziwa na Magharibi, Sheikh Ramadhani Rashid, Mheshimiwa Sheikh wetu Sheikh Msafiri bin Maulid Kitumbo, mwenyekiti wa Jukusuta mkoa wa Shinyanga, mhamasishaji wa hija BAKWATA kupitia uteuzi wa Mheshimiwa Mufti, waheshimiwa viongozi kutoka mkoa wa Mwanza, mkoa wa Geita, mkoa wa Tabora, waheshimiwa kina baba kwa ujumla wenu, kina mama, waandishi wa habari, waumini wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mkoa huu wa Simiyu katika wilaya yetu hii ya Bariadi, kwa ujumla wenu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimepewa kazi na viongozi hapa nieleze kwa ufupi Shiwamat ni nini. Maka inawezekana tuko hapa ndani ukumbini, kuna mtu kaja tu kwa mahaba na mapenzi, kaambiwa ni mkutano wa shirikisho la wasoma maulidi, na yeye kwa sababu maulidi ni katika mashrabi yake akaona basi ahudhurie. Lakini shekhe mwenyekiti wetu akasema itakuwa jambo jema watu waelezwe, na si kwa faida tu ya wale tuliomo hapa ndani ukumbini, bali kwa faida hata ya wale wanaotufuatilia kupitia vyombo vyetu, vyombo vya habari, mitandao yetu ya kijamii, kwa sababu mkutano wetu huu uko live kupitia Mufti Isa Shabani Simba na online zingine naamini ziko hapa ambazo zinapeleka live mkutano huu. Kwa ni vizuri kabisa watu wakafahamishwa na wakaeleweshwa tunaposema Shiwamat maana yake nini. Kabla sijaendelea, naomba wajumbe wa mkutano, nianzie kwa mwenyekiti mwenyewe Sheikh Ramadhani, mwenyeji wetu Sheikh Isa Kwezi, Sheikh Hadi, Sheikh Al-Hadi kutoka Geita, Sheikh Msafiri na viongozi wote mlioko hapa na washiriki wa mkutano. Nishifikishe shukurani za walezi, mlezi wetu mkuu Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, ambaye ni mlezi wa Shiwamat, mlezi wa shirikisho hili. Mara nyingi amekuwa akitokea kwenye baadhi ya mikutano yetu, lakini kwa mwaka huu kutokana na dhurufu kama mnavyojua alikuwa haji na ametoka tu, kukawa kuna mkutano jana wa rais pale Dodoma, na hivi tunavyozungumza anaelekea Tanga kwenda kufunga ile Tamta Day. Kule Tanga kuna chuo kikubwa ambacho kimetoa msaada mkubwa wa dini ya Kiislamu Afrika, Tanzania na dunia, kwa sababu hata yeye mufti ni khiriji wa hapo kwa Sheikh Muhammad Ayub. Kwa amekwenda kule kwa ajili ya kwenda kuhitimisha shughuli hizo. Kwa hiyo anatoa salamu kwetu. Mwenyezi Mungu anasema Mwenyezi Mungu atubarikie na kikao kiende vizuri. Salamu za pili za mlezi wetu, ndugu yetu akijulikana kwa jina la Mufti wa Kahama, lakini Said Azan au Azan bin Said, ambaye yeye ni mlezi wetu kwa kanda yetu na amechukua dhamana ya kuwa na sisi, na leo ilikuwa tuwe naye hapa, lakini kutokana na dhurufu za kazi, shughuli zake, lakini ratiba zetu zikawa zimegongana, hatukuitoa taarifa vizuri. Tumuombe radhi yeye, lakini pia
Yeye kutokana na shughuli zake ametupigia simu hapa, katusalimia na amesema salamu zake tuzifikishe kwenu, na yuko pamoja, yuko bega kwa bega na sisi kwenye hichi kinachoendelea. Tunamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huko aliko shughuli zake ziende vizuri, na yale yote ambayo anataraji katika moyo wake Mwenyezi Mungu amtimizie. Ndugu viongozi na washiriki wa mkutano huu muhimu, mkutano wa ada, mkutano wa kikanuni, mkutano wa desturi, mkutano ambao tumeuzoea kwamba Shiwamat ni shirikisho la wasoma maulidi Tanzania. Neno Shiwamat ni kifupi cha maneno marefu yasemayo shirikisho la wasoma maulidi Tanzania. Kwa kawaida yake mkutano kama huu, mkubwa kama huu, unafanyika mara moja kwa mwaka, na mkutano hii huwa inazunguka kwenye mikoa. Toka tulivyoanza kwenye kanda yetu ya Ziwa Magharibi, tumekuwa Mwanza, tumefanya vikao, tukafanya vikao Kagera, kuna wakati tulifanya vikao Nzega, Tabora, tukarudi tukafanya Geita. Baada ya hapo tukaenda tena Tabora mwaka jana, na kikao hichi kinazaliwa na mkutano wa Tabora. Pale ndio shekhe akasema nataka mkutano wa Shiwamat 2025 ufanyikie Simiyu. Tumuombe Mungu, Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya, siha na uhai mrefu ili aendelee kuitumikia Simiyu. Ni mtu anayeipenda sana. Mazuri mengi anataka yaje Simiyu. Kila zuri anataka lije Simiyu. Inshallah Mwenyezi Mungu yalete yote. Kwa hiyo ukisikia Shiwamat maana yake ni shirikisho la wasoma maulidi Tanzania. Shirikisho hili linawaleta watu wote ambao wanakubaliana na dhana nzima ya kumswalia Bwana Mtume kwa kusoma maulidi. Kila asomaye maulidi hili shirikisho ni lake. Ni kama tunavyosema siku zote, kila Muislamu wa Tanzania ni BAKWATA illa man aba, isipokuwa atakayekataa yeye mwenyewe. Lakini madhali wewe uko Tanzania, basi hili ni baraza kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, na hili ni shirikisho la wasoma maulidi. Kwa hiyo ukiwa na taasisi yako unasoma maulidi, una msikiti wako unasoma maulidi, una hivi na vile, madhali unasoma maulidi, shirikisho hili ni lako. Namna gani wanapatikana viongozi? Viongozi wanakaa kwa mwaka mmoja. Mfano mwaka jana kijiti kilitoka Geita kikaletwa Tabora, na atakabidhiwa shekhe hapa atakayeamuliwa kuwa ndio mwenyekiti wetu. Akapewa Tabora, na pale Tabora bakti ikamwangukia ndugu yangu mwenyekiti wangu hapa Sheikh Ramadhan Rashid, Sheikh wa wilaya Tabora mjini. Yeye ndio akawa kiongozi wetu kwa mwaka mzima wa 2024, yani 1446 kwa kalenda ya Kiislamu. Sasa kikao pale kinapofanyika ndipo anapokwenda kupatikana mwenyekiti mwingine. Kwa leo 1447 mwenyekiti atatoka mkoa wa Simiyu. Kwa tunatarajia sekretarieti itakaa itaamua. Ule Geita shewa mkoa yeye sema nafasi hiyo ni yangu, lakini nampa shekhe wangu wa wilaya ya Chato akawa Sheikh Abdurrahman. Kwa sababu mambo mengi shughuli nyingi. Lakini Tabora pia Sheikh Mavumbi akasema akae Sheikh Ramadhan Rashid. Na leo tuko hapa Simiyu, mwenye jambo lake ni Sheikh Isa Kwezi, lakini anaweza kaamua vyovyote atakavyoona inafaa. Kwa hiyo usimamaji wangu hapa mbele yenu ni kuwaeleza Shiwamat ni nini na imetoka wapi Shiwamat. Naomba hapa ndo mnielewe kwa makini kidogo. Shiwamat inatokana na jambo lenyewe linaloitwa maulid.
tumezaliwa au tumezawa, tunakuta kuna kitu kinaitwa maulid. Kila mfungo sita tunasherehekea maulid. Si tukakaa baadhi yetu tukatafakari, tukasema jambo kubwa kama hili ambalo linawakusanya watu kwa maelfu, kwa mamia, kwa maelfu. Kuna mahala pengine duniani wanakusanyika malaki kwenye maulidi. Fuatilia ile Rabiul Awwal, fuatilia maulidi za Indonesia, fuatilia maulidi za Masri, fuatilia maulidi za Yaman, ni watu kwa malaki. Sisi Tanzania tunacho chombo chetu kinaitwa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Alhamdulillah kinasimamia jambo hili vizuri sana. Na tunaipongeza BAKWATA kwa namna ambavyo iligaragara serikalini, na tuipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kukubali ombi hilo. Hata leo maulidi katika nchi yetu ya Tanzania ni siku ya sikukuu, ni holiday, jambo ambalo halipo kwenye ukanda wote huu. Si Kenya, si Burundi, si Rwanda, si Kongo, si Mozambique, si Malawi, si Zambia, si Zimbabwe. Ukanda wote huu sidhani kama iko nchi ambayo siku ya maulidi, siku ya kuzaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu hawaendi kazini. Hata wakaulizwa mbona leo kwenda kazini? Sikwenda kazini kwa sababu leo ni Maulid Day. Leo ni siku alozaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku ya ukombozi. Kwa hiyo kwa uzito wa maulidi, jambo lilivyo kubwa, maulidi ndio jambo pekee watu wanakusanywa wakati mwingine bila kadi za mkononi. Ukisikia tu kuna maulidi mahala, mtu unakwenda. Na ukenda pale maulidini hauombi ile nini, coupon. Kuna baadhi ya vikao ukienda sasa uwe na coupon ili ule. Sisi maulidini pale kanuni yetu ni ile ile, wa aulama wa at'ama wa samahu Muhammad. Yaani kupiga mchele ni jambo la kawaida tu maulidini, wala hamna kuziwiliwa. Mswaleni Mtume. Sasa jambo kubwa kama hili kwa nini liwe halina utaratibu? Lakini ikaingia kitu kingine, tukaanza kuchekwa kwamba sisi wasoma maulidi kazi yetu kula wali tu. Tunakula wali, tukishakula wali tunasambaa. Hatuna tunachofanya. Ukitaka maendeleo kwenye Uislamu utayakuta kwenye madhehebu zingine au watu wengine wenye manhaji zingine, lakini kwa wasoma maulidi haukuti maendeleo. Tatu, sababu ile tusukuma nyingine ni ile hali ya maulidi zenyewe, namna zinavyoendeshwa. Unaweza kukuta maulidi yanasababisha mpaka swala kutoswaliwa. Watu wanaenda maulidini, maulidi yanaanza saa 3, lakini maulidi hayo yanamalizika saa 9 usiku. Na watu wakitoka maulidini wanakwenda zao kulala. Waliosema wanampenda Mtume saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 wote wamelala. Ule mzigo wa Mtume ambao ni swala 5, tena swala yenyewe muhimu ya alfajiri, wameiacha, wameenda zao kulala. Tukasema hapana. Jambo kama hili kwa uzito wake lazima liwekewe utaratibu, liwekewe mikakati. Yaani hii maulidi kiwe ni chombo ambacho kitatusukuma. Maulidi leo inakusanya watu. Hapa tulipo tuko watu wa aina mbalimbali. Hapa kuna mashehe, kuna watu wamesoma elimu ya sekula vizuri, kuna watu wako serikalini, kuna watu wako kwenye vyama vya siasa, kuna watu wako kwenye mashirika. Tuko hapa kwenye mkutano. Huu ni mtaji mkubwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la yajtami'u ummati ala dhalal. Ummati Muhammad hauwezi kukusanyika alafu pasiwe na faida. Mkusanyiko wote wa ummati Muhammad lazima unatija, una faida. Iweje sisi tunakusanyika watu 3000 wamekusanyika kwenye maulidi, alafu wanaondoka pale hakuna jambo. Watu 2000 wamekusanyika kwenye maulidi, wakiondoka pale hakuna jambo. Sisi tukaanzisha utaratibu na kauli mbiu maarufu, tukasema sasa ni maulidi na maendeleo. Kwa hiyo katika mazingira hayo tukaona iko haja ya kuwa na shirikisho ambalo litakuwa linatukusanya pamoja, ila tuleta pamoja, tunapanga ratiba. Lakini jambo nyingine lilikuwa jambo la ratiba. Maana maulidi wakati mwingine mtu anaishi ikimpendeza tu kapata hela zake, anasema mwaka huu na mimi nitasoma maulidi. Na wakati akisema anasoma maulidi, tarehe hiyo anayotaka yeye kusoma, Sheikh Kwezi ashaiweka ndio tarehe ya maulidi yake kwa miaka 10. Lakini ategemea kama ana hali nzuri ya kiuchumi na nini, anamshawishi Sheikh Ramadhani. Sheikh Ramadhani ataacha kwenda kwenye maulidi ya ada ya siku zote, ataenda kwenye maulidi ya mripuko. Tukasema kwa nini sasa tuwe na utaratibu huu?
Hicho kitu kikubwa, lazima kiwekewe utaratibu, lazima kiwekewe mambo ambayo yatafanya kiheshimike. Kwa hiyo tuna zaidi ya miaka 6-7 sasa mpaka 10 naenda, tukaanzisha chombo hichi kinaitwa Shiwamat. Tulikianza 2004 kama sikukosea, 2005 ikawa rasmi, tukafanya kule Kagera, ndio tukaanza kuja hivi mpaka leo ni 2025. Hichi huu ni radi mkutano wa 10. Tunakutana hapa mkutano wa 10 na faida yake imeonekana. Tulikafakari vitu vingi ikiwemo hiyo ratiba, lakini tulitafakari mawaidha yanayotolewa kwenye maulidi. Watu wamekusanyika, watu wameandaa gharama zao, halafu hakuna mawaidha maalum yanayokuja kutolewa. Anaweza akaja shekhe pale akawa tu bingwa wa kuchekesha, akaja akawachekesha watu tu, lakini anaweza akaja shekhe akaongea masaa 3. Tukasema hapana, yani hicho chombo lazima kiwekewe utaratibu. Ikiwezekana tuwe na mada maalumu, tuwe na kauli mbiu, kwa mfano maulidi za mwaka huu, kwa sababu ukichukua maulidi ndio mikusanyiko mingi katika Uislamu. Mfano sisi pale Mwanza peke yetu, Sheikh sasa huko hapa, mwaka jana tumesoma maulidi ngapi? 215. Mwaka jana Mwanza peke yake tumesoma maulidi 215. Sikwambii Simiyu wamesoma ngapi, sikwambii Shinyanga wamesoma ngapi, sikwambii Kagera wamesoma ngapi, sikwambii Geita wamesoma ngapi, sikwambii Mara wamesoma wapi. Ukanda huu wamekusanyika Waislamu kusoma maulidi. Leo Sheikh Msafiri Kitumbo ameanzisha kitu ambacho ni uswa, kinaigwa sasa. Yeye ana maulidi kila siku ya Jumapili, sio tu mfungo 6, toka mwezi Muharram kama huu mpaka Dhulhijja. Kila Jumapili kunasoma maulidi. Hii mikusanyiko inatunufaisha nini? Unapowaleta hawa watu hapa, unakuja kuambia nini? Mnaenda maulidini pale, inategemea shehe ameamkaje. Anaweza akaja pale, akaja kuzungumzia mambo ya wanawake tu. Watu wanacheka. Anazungumzia tu mambo ya ndoa, wakati mwingine kuchekesha. Mwingine anaweza kaja kuzungumzia hivi. Yaani almuhimu hakuna kitu ambacho tu directive, kinachotuongoza. Tukasema ikiwezekana basi tuwe na shirikisho ambalo litatoa dira. Mfano tunaweza tukaamua maulidi za mwaka huu tuwe na mada 5 muhimu ambazo mtu akihudhuria maulidi Simiyu kama akusikia mada hii atasikia mada hii. Mfano leo tuna shida kubwa ya maadili, mmomonyoko wa maadili mkubwa katika jamii yetu, malezi. Tuna shida ya amani. Mfano leo tuko kwenye kipindi cha chaguzi hichi, vijana hawa na muhemko. Je, maulidi zimetumikaje ku-neutralize hali, kueleza umuhimu wa amani, umuhimu wa umoja, umuhimu wa mshikamano. Leo baadhi ya vijana hawataki kufanya kazi, wanachagua kazi. Maulidi zimetumika. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa kazi zake kwenye maulidi tunakusanyika wakati mwingine ni kueleza tu uzuri wa Mtume. Alikuwa anatoa nuru, meno yake alikuwa na mwanya, alikuwa mazuri, anatakiwa ajulikane, lakini yako mambo aliyokuja nayo Mtume. Mtume amewataka watu wafanye kazi, Mtume kahimiza kilimo, Mtume kahimiza ufugaji, Mtume kahimiza mambo ya madini, Mtume kahimiza umoja, Mtume kahimiza mshikamano. Kwa ikawa sisi lazima tuwe na chombo ambacho kitatuelekeza hizi hutuba ziendane na uhalisia. Kwa sababu wazee wetu walifanya kwa kiwango chao. Na sisi ambao tunasimamia dini kwa sasa tunatakiwa tusimame kwenye kiwango chetu na kwa hali tulionayo. Asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-aqilu man arafa zamanahu. Mtu mwenye akili ni yule anayejua muda aliomo. Maulidi, mnaandaa maulidi ya milioni 40. Mnaandaa maulidi ya milioni 40. Lakini kupitia maulidi hiyo, je, shule mnayo? Je, mna kituo cha afya? Je, mna rest house? Ambao leo hata mashaka wa mikoa tumekuja tufikie hapo basi. Kuna ubaya gani tukiwa na Maulid House? Kwamba hii ni nyumba imetengenezwa na wasoma maulidi wa kanda nzima, lakini tumeijenga Simiyu. Kanda nzima ya Ziwa Magharibi tunajenga Simiyu, ili mashaka wakija hapo wafikie kwenye nyumba yao. Lakini leo tunafikia mahotelini. Ashakum, unaenda kwenye hoteli wakati mwingine ni jana tu kuna mtu alipumzika pale. Wewe shekhe na uradi na kila kitu, wewe unaona garagara kwenye godoro hilo hilo.
walio wangu mtakuwa mmenielewa. Kwa hiyo lazima tufike mahala, twendeni kidogo kidogo, lakini tuondoe unyonge wa aina hii. Lakini hizi maulidi zimefikia mahala zinautukanisha Uislamu. Maustadhi wanaandaa maulidi, au mashekhe au madrasa au kina mama wanawapa watoto wa madrasa vikaratasi wapite madukani wanachangisha. Ukienda pale mtoto akishachangisha hela, wakati anatoka sasa unaona akilia wali tu. Ona wanaposumbua watoto. Hivi hakuna mkakati wa kuzisoma hizi maulidi? Kwani lazima tusome maulidi kila siku na wali? Hatuwezi kusoma maulidi ya chai? Hatuwezi kusoma maulidi ya kahawa? Kwani hoja yetu ni kumswalia mtume? Hivi ukisema sallallahu alayhi Allahumma salli wa sallim alayhi, umepata thawabu au hujapata? Tumetembea katika nchi mbalimbali. Ukienda tu Kenya hapa Mombasa, iko maulidi, unaambiwa hii maulidi kahawa, hii maulidi ya chai. Hapa tu Mamburui, Malindi, Lamu, Zanzibar. Je, maulidi, kwa sababu watu wanapenda maulidi, na maulidi yana siri. Sasa maulidi ni mambo ya mtume, na mtume ana siri zake. Unaweza wakaomba watu wanataka kujenga msikiti wasikupe mchango, lakini kuambia wapeni wakisoma maulidi wakafanyaje? Wakakupa. Sasa kwa nini tusitumie maulidi kujenga huo msikiti? Kwa nini tusitumie maulidi kujenga shule? Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, baada ya harakati hizi manufaa ni makubwa sana. Hivi tunavyozungumza Simiyu hapa, kupitia maulidi yako mambo makubwa yamefanyika. Kupitia maulidi Sheikh anaweza kaeleza ikimpendeza. Sisi Mwanza kupitia maulidi mambo makubwa yamefanyika. Tunajenga vituo vya afya 7. 100,000 kinaitwa Ilemela, hatujakipa jina, tunakiita jina la wilaya, kimemalizika. Na alikuja rais akatupa milioni 100 kwa sababu maulidi. Kwa tunatoka leo barabarani tumechangamka. Hatuna unyonge, mtume tunamswalia, mchele tunakula na maendeleo tunafanya. Mnaonaje hapo? Hapo vipi? Hatuwezi kuwa watu wa kuchekwa, alafu sisi ndo zama zetu sisi. Yaani sisi tutaondoka alafu tutatajwa. Hapa Mwanza shehe mkuu alikuwa nani? Hassan Kabeke. Hapa Simiyu alikuwa nani? Isa Kwezi. Hapa Geita alikuwa nani? Sheikh Kabaju. Sheikh Kabaju leo anajenga, anasoma maulidi, lakini ukienda pale kuna msikiti wa ghorofa 3. Ghorofa. Ametuheshimisha, Mungu ambarikie na amuhifadhi. Na maulidi ya mtume yanasomwa. Kwa tunataka maulidi iwe chachu ya maendeleo, isiwe maulidi za aibu. Hapo nyuma maulidi zilitumika wakati mwingine mashehe kulumbana. Shehe anakuwa na ugomvi na shehe mwenzie. Ukiwaita kwenye maulidi, wewe mwenye maulidi unajuta. Kwa nini mwakaribisha wa mashehe? Kwa sababu wanakuja pale ndio wanakuja kuadhiriana. Huyu ataonyesha elimu ya huyu isipofaa, huyu hajui, huyu anajua. Badala ya watu kuwa wameenda kwenye maulidi wapate msamaha wa Mungu, wapate salatu ala nabii zile, waondokewe na shida. Mungu anasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ukimswalia mtume ni istighfari. Istighfari faida yake ni watu kupata hela, kupata riziki, kuondokana na matatizo, kupona magonjwa. Leo tunaenda maulidini ni sehemu za kwenda kuangalia shehe gani leo atamrudi mwenzie. Shehe gani atamsambaza mwenyewe, akamsambua leo. Tukasema hatuwezi kuendelea kwa maulidi za hivyo. Sasa ni maulidi, tunataka tuchunge muda wa swala. Maulidi yaanze labda saa 3. Na maulidi zimegawanyika. Kuna maulidi za watu wa muridi. Hizo huwezi kuziwia. Sababu wale watu wa muridi wana utaratibu mzuri. Wakishaingia maulidini ile baada ya Isha, wao inapigwa maulidi mpaka saa 7, inaanza dhikiri mpaka alfajiri na wanaswali hapo hapo. Lakini hatuwezi kuwa na maulidi za aibu. Mnaenda kwenye maulidi, mkimaliza maulidi mnasambaa hamswali. Sasa wapenzi gani wa mtume ambao hawaswali? Kwa hiyo kwa kifupi mwenyekiti amenitaka nieleze kwa nini shiwamati. Ni nini shiwamati? Lakini pia nimeligusia jambo la ratiba ambalo leo mtazisikia ratiba hapa. Lengo letu, mfano unaona raha ilivyo leo. Mashehe wa mikoa 3 wako hapa. Shekhe wa Tabora yuko hapa. Shekhe wa Shinyanga yuko hapa. Sheikh Msafiri ni mwenyekiti wa Jikusuta Shinyanga yuko hapa. Sheikh Ramadhani mwenyekiti ni shekhe wa wilaya Tabora yuko hapa. Hassan Kabeke anayeongea shekhe wa mkoa wa Mwanza yuko hapa. Shekhe wa Geita Sheikh Hadi Kabaju yuko hapa. Sheikh Isa Kwezi, unaona fahari ya hiki kikao.
kilivyo kizito, kilivyopendeza. Mtu anataka pia maulidi yake mashekhe wahudhurie. Sasa ikiwa mmegonganisha ratiba, mashekhe simtawatia lawamani bure tu. Utaona shehe fulani mimi kwenye hadhara yangu wa haji anabagua, anapendelea. Kwa hiyo hili tukasema Shiwa Mati ni kitu ambacho kitatutengenezea udugu na urafiki na mapenzi baina yetu. Lakini ndani ya maulidi tukasema Shiwa Mati isimamie watangazaji, kwa sababu kuna wakati mwingine watangazaji wanatuvuruga. Mtangazaji kama hivi alivyofanya mtangazaji wangu hapa, hii sawa, hii namuunga mkono. Lakini yeye mwenyewe ingekuwa yeye ndio angeanza kusema huyo msomaji kapita na Hawande, kapita Gilka, alafu akatokea Sika, na alipotokea Sika wakati anakuja akadondokea kwenye bayati akamaliza. Wewe umeshatutangazia, shughuli yako wewe ni kutuambia anayekuja fulani, anayefuata fulani. Hii mitiririko yote ya Gilka ya nini? Au mtangazaji shekhe anatoa mawaidha. Akishatoa mawaidha, yeye anasimama anaanza kuyasherehesha mawaidha ya shekhe aliyotoa. Shekhe leo ametueleza, na hapa aliposema anaingiza aya. Akimaliza aya anasema hapa ilikuwa inaingia nahau. Kuna kitu kinaitwa inna, ni harfu taukidi. Yani sasa yule mtangazaji anaanza kuyafanyia taaliki mawaidha ya shekhe. Uso utaratibu. Mtangazaji wewe jukumu lako ni kusema hivi, sasa anakuja Sheikh Kwezi, sasa anakuja mbwembwe za nini? Mbwembwe ukichukua muda anayoharibu mtangazaji, unachukua zaidi ya nusu saa. Shughuli ni ya masaa 3 tena ya usiku. Kuna baadhi ya watu hawaendi maulidini kwa mambo kama hayo. Lakini kuna mambo ya kaswida. Kaswida watoto wetu wanatunga kaswida mwaka mzima anajiandaa na maulidi. Tunaweza tukapanga kupitia Shiwa Mati kwamba maulidi haya zisome kaswida 3. Sio lazima zisome kaswida zote. Au tunaweza tukaweka utaratibu. Kule Dar es Salaam wana utaratibu. Ndani ya kipindi kile cha maulidi ile milango 4 inasoma kaswida 1 au 2. Au anasoma mwenyeji. Baada ya hapo wenyewe vijana wa kule Dar es Salaam wanasema tunabaki tunauana. Wanabaki wanauana mpaka saa 10 usiku. Watu wengine walioweza kuhudhuria wamehudhuria maulidi na wamerudi majumbani kwao na kesho kaenda kazini. Tuifanye maulidi kuwa ni kitu ambacho mtu anakipenda. Na tulipoanzisha huo utaratibu kupitia Shiwa Mati, tumeanza kuona watu wanarudi kwenye maulidi. Kina mama walikuwa hawezi kwenda maulidini wanakwenda, wafanya biashara unaona wanakuja, na wengine wanasema kabisa sasa mmeyapanga maulidi vizuri. Na maulidi tukubaliane kwamba zina tofauti. Mfano ukisoma ile maulidi ya Sumtu Durar, maulidi ya Habshi, yenyewe izidi masaa 2. Maulidi zenye tabu kidogo ni hizi zetu za Barzanji, ambazo zile sasa mtu anaambiwa soma mlango. Sheikh Masasi anainuka na beti 18 kwanza. Ni jambo zuri, lakini mfano kama hiyo sasa ukishapiga ile beti zile 18 tu, uso wa mtume ulikuwa unang'ara sana sallallahu alaihi, na watu wakaenda wakachomeka zile ahmar zile za Msimbazi zile zikachomeka, ndio shaka anazidi kabisa ya Allah ya Allah ya Allah. Watu sangine tele hapo yenyewe haisomwi tena. Sasa tukasema lazima tuwekane sawa. Kuna maulidi wanasema Sheikh Masasi hiyo piga hiyo, leo tufurahishe, anaipiga. Na mnaweza mkiweka nje ya ratiba. Sasa maulidi ni ibada, ni kitendo cha kumswalia mtume. Mfano sema maulidi zetu naitaka hiyo, mimi napenda ambaye Sheikh Masasi gonga hiyo, anagonga. Lakini lazima nizingatie na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo yako mambo mengi yaliyotusukuma kuwa na chombo hichi kinachoitwa Shiwa Mati. Sasa shekhe wa mkoa shekhe wa wilaya Tabora amenitaka nieleze kwa nini Shiwa Mati na kwa nini tukaanzisha. Na kwa ufupi ni kwamba tunachotaka sasa na kumuomba yeye shekhe wakati atapokabidhi kijiti yule ajaye sasa amke zaidi. Tabora iliamka zaidi ikatusimamia vizuri. Sasa Simiyu nayo itusimamie vizuri kwenye kanda yetu. Tusisubiri tuwe na mkutano mmoja tu wa Shiwa Mati mwaka kwa mwaka. Ifike mahala sasa tuwe na makongamano. Mfano wa watangazaji wetu tunawajua, tuwaite tuwape somo. Mfano maulidi haziripotiwi. Mfano hizi maulidi zinaweza zikatengenezewa andiko kwamba kwa mwaka tuna mikusanyiko 300. Tukaenda kuiona tume ya kudhibiti ukimwi. Tume tumekuja sisi tuna mikusanyiko 300. Tutawaleta watu pale. Kwa nini msitupe dakika 5 mkawa mnakuja kusemea habari ya ukimwi? Tuna magonjwa ya saratani, tunaweza kwenda kwenye wizara ya afya tukazungumza nao, wakaja wakatusaidia na wakati mwingine wakasupport baadhi ya mambo. Maulidi hichi ni chombo kikubwa sana, kikitumika vizuri kitatuvusha. Tunataka siku moja tubaini tuone magari yanapita maulidi hayo.
Tukikaa hivi tunaona nyumba imeandikwa Maulid House, kama ambavyo wazee wetu walituachia misikiti, walituachia viwanja, na sisi tukiondoka tu tumeacha jambo. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kwa hiyo shekhe, kama nitakuwa nimeweza kuelezea vizuri ulivyotaka mwenyekiti wangu, ni hiyo, hayo ndio waliofanya sisi kutusukuma tuanzishe kota na irejesha kwake. Lakini nawaombeni sana kwa unyenyekevu, nyote mliohudhuria hapa, jioneni ni jambo lenu na ni jambo lenu. Ikifika mahala mkatakiwa kutoa michango na mawazo, msiache kutoa. Na wale ambao watakikuwa viongozi waendelee kutulea, kutusaidia na kuzifanya hizi madrasa zianzishe maulidi. Hii mikusanyiko ina kheri kubwa kabisa, na hasa hata kwenye habari ya amani ya nchi. Amani ya nchi, hii maulidi, hii Shiwa Market letu linaweza kusaidia pakubwa kwenye kutunza amani ya nchi. Kwa nini? Kwa sababu watu wanakusanyika, na watu wakusanyika waambiwe maneno yanaweza kuponya nyoyo zao. Baada ya kusema haya, nawashukuru sana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.